Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Ya, lakini Mwijaku bwana, unakumbuka kwamba mara tu baada ya Davido kuwasili Tanzania alikuja na mada yake bwana huko mtandaoni akiwa anamponda Diamond. Kama unavyoelewa kwamba Mwijaku bwana, moja kati ya vitu ambavyo waga anavitumia bwana kwa ajili ya kuboost popularity yake ni swala zima la kumponda Diamond. Sasa basi hata ujio wa Davido hapa Tanzania ni kwamba of course amemponda tena Diamond kwa mara nyingine, jambo ambalo kiukweli watu wengi sana wamebaki mdomo wazi. Unaambiwa kwamba katika show ambayo ameifanya wakati Davido amewasili tu nchini Tanzania, ni kwamba bwana Mwijaku ametazama jinsi ambavyo Davido alichokifanya pale airport mara tu baada ya kutua. Ni kwamba hakutaka kufanya interview yoyote ile na mwandishi yoyote yule wa habari. Alichokifanya yeye bwana, ameshuka kwenye ndege, waandishi wa habari walikuwepo, mabounce ikabidi wawazuie, moja kwa moja akaenda hotelini kwa ajili ya kujiandaa na show ambayo alitakiwa kuifanya siku iliyofuata. Umeona bwana Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba bwana, mambo yakawa ni moto kweli kweli. Moja kwa moja ni moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni, si kawaida. Sasa basi huku Mwijaku bwana amesema kwamba angekuwa ni Diamond, angekuwa ndo ameenda kufanya show Nigeria, basi angependa misifa, angetaka kufanya interview, angezunguka redioni na nini, and then ndo aje afanye show, lakini Davido wala hajafanya hivyo. Davido amefika Tanzania, ametua usiku, moja kwa moja kaenda zake hotelini, no interview, no shobo. Hasa angekuwepo Mwambino hapo, ndo ameenda Nigeria. Kwanza angemtafuta, angeita shobo kuonana na Davido, shobo na Kiss Daniel. Yeye hana shobo na wasanii wa bongo. Alichofanya kafika airport, kashuka, kaenda zake hotelini. Saizi kapumzika zake hotelini, anasubiri muda wa show afanye. Hebu jifunzeni wasanii wa kibongo, jifunzeni. Yani ingekuwepo Mwambino hapa, kashaita shobo, mara kakupiga na wanawake, mara maua, mara nini, Mwambino sijui anakuagana nini. Hebu imagine, jamaa kapokewa, katua vizuri, kapokewa saizi uko zake hotelini, anasubiri muda show, afanye show zake, aondoke zake, full stop, kamaliza. So hicho ndicho alichokizungumza Mwijaku kuhusiana na ujio wa Davido nchini Tanzania, kwamba bwana yeye alichokifanya Davido ni tofauti kidogo na kile ambacho huenda Diamond huaga anakifanya akiendaga kufanya show huko nje ya nchi. Kama vile akienda Nigeria, alichokifanya Davido hapa Tanzania ni tofauti na kile ambacho wanahisi Diamond angekifanya huko Nigeria. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Bisa update.